Ningependa kusema hivi kwamba tumeona Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ameondolewa kwa kamati ya Kawi, kamati ya Energy kwa Senate, ambayo ni kamati chairman wa hiyo kamati ni Oburu Odinga. So Sifuna ameondolewa kwa hiyo kamati. Na ningependa kusema hivi kwamba hata waondoe Sifuna kwa kamati gani, wamuondoe kwa kamati zote, wamuondoe kwa vitu zote, hata wafanye nini, waondoe Sifuna kwa kamati zote zile wanataka wamuondoe, wasichelewe wamuondoe. But nataka kuambia kwamba hawatafaulu kutoa Sifuna kwa roho za watu. Oburu Odinga na Ruto, toa Sifuna kwa kamati zote, hata mnachelewa. Mutoe kwa hiyo ya energy, mutoe kwa ile ingine ya park, mutoe mpaka naibu kiranja wa Senate. Toeni yeye kwa kamati zote. Mnajua nyinyi Ruto amujifunzi kitu, kwa sababu wakati nyinyi mlikuwa mnaitwa tangatanga na kukawa na serikali ya handshake ya BBI, hiyo serikali ilifanya ile kitu mnafanya sahi. Ikatoa kina Kimani Ichung'wah, kina Duale na kina nani. Hiyo kamati ikawafurusha, hiyo serikali ikawafurusha kwa kamati zote. Timu ya tangatanga ikatolewa kwa kamati zote na serikali ya BBI. Na ndio kwa sababu mlipata huruma ya Wakenya. Ile ambayo mlipata, sympathy ya Wakenya mlipata kwa sababu ya persecution. Sasa hiyo ndio kitu mnafanyia Sifuna sahi. Na Sifuna ako ready, si ati ajui, ako ready. Na anajua kwamba mtamtoa kwa kila kamati. Na anajua kwamba kuna vitu mtafanya mingi. Si ati Sifuna ajui. Anajua. Na Sifuna ni mwanafunzi wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alipitia persecution, dhuluma mingi. Ndio afike mahali alifika, alipitia dhuluma mingi. Na Sifuna anachukua hiyo barabara, anataka apitie safari ya dhuluma ndio afike mahali atafika, kwa sababu yeye ni mwanafunzi wa Raila Amolo Odinga. Sifuna alijifunza kwa Raila Amolo Odinga. So Oburu Odinga na Ruto, toeni Sifuna kwa kamati zote zile mnataka kutoa yeye. Toa yeye kabisa. Lakini ile kitu hamtafaulu ni kumtoa kwa roho za Wakenya. Hamtafaulu kumtoa kwa roho za Wakenya. Kwa sababu kuna wimbo mmoja mtu aliimba wimbo inasema, akisema atakubariki hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Nyota ya huyu kijana anaitwa Sifuna inang'aa na hamtaweza. Ule tu ambaye anaweza kuzima nyota ya Sifuna ni mmoja tu, na ni Mungu peke yake ndiye anaweza zima nyota ya Sifuna. Oburu hawezi, Ruto hawezi, hata mufanye nini. Sifuna amekubalika na Wakenya. Sifuna amekubalika na Wakenya kwa sababu anaongea lugha ya Raila, anafanya matendo ya Raila, ananuka harufu ya Raila. Ananuka harufu ya Raila. Sio kama hao wengine wananuka harufu ya fisi. Raila hakuwa na harufu ya fisi. Nyinyi wengine mko na harufu ya fisi. Ule mtu ameiga mtindo wa Raila, vitendo za Raila, kuongea lugha ya Raila na kusimama na watu ni Edwin Sifuna. Na sisi tunasema tunataka kuambia hawa, toeni yeye kwa kamati zote zile mnataka kumtoa. Toeni yeye kwa sababu hamtamtoa kwa roho za watu. Hivi ndio mlitoa Rigathi Gachagua, mkatuambia mkimpichi Rigathi Gachagua in 2 weeks Rigathi Gachagua atakuwa amepotea, hata sikika Kenya hii. Mlituambia hivyo. Saa hizi Rigathi Gachagua ndio kusema kwa mlima. Rigathi Gachagua ndio anakohoa kwa mlima. Ule mlituambia in 2 weeks atakuwa amesahaulika. Mlisahau kwamba kuimpeach mtu hapa kwa bunge sio kumwimpeach kwa roho za watu. Sasa hizi Ruto anatafuta mlima, imeteleza. Saa hizi Ruto hawezi pata mlima. Hata aenda amushe Dedan Kimathi, alambe mafupa ya Dedan Kimathi. Hata aenda amushe Jomo Kenyatta, alambe mifupa ya Jomo Kenyatta. Mlima ilienda. Na hivyo tena ndio mnafanyia Sifuna.
Na sisi tunaambia Sifuna, bwana, usirudi nyuma, wacha wakutoe kwa kamati zote. Wakutoe kwa kamati zote. Hata wakitaka wakutoe kwa useneta. Hata wakutoe kwa useneta. Bwana Sifuna, umekubalika na Wakenya. Usirudi nyuma. Hawa watu lazima tupimane nao sawa sawa 2027. Lazima tupimane na hao. Na hata wafanye nini? Hii tsunami hawezi kuimaliza. Hii tsunami kuimaliza hii yenye nasukuma Ruto, inataka kutoa Ruto hii kuimaliza. Kumaliza hii tsunami is the same as trying to stitch the ass with the sellotape to prevent diarrhea. Haitawezekana. Na mimi pia nataka niongee mambo ya Ruto. Alienda kule G7. Tuliona Ruto akienda G7, tukaona anasalamiana na maraisi huko, akina Trump, akina nani. Alienda G7. Na Kenya sio member wa G7. G7 ni 7 rich countries in the world. G7. Kenya sio member. Hata South Africa ni matajiri kushinda Kenya, hawako G7. Egypt ni matajiri kushinda Kenya, hawako G7. Sasa Ruto akajipeleka huko G7 kupiga picha na wale maraisi wa G7 kwa mkutano ambaye yeye hajaalikwa. Yeye alipata personal invitation kutoka kwa Macron wa France. A personal invitation kutoka kwa Macron. Hata Ruto hakukaa kwa mkutano. Anaenda kuongea huko kwa garden huko, Mudavadi ndio photographer, anamrecord. Mpaka unafika huku unafanya Mudavadi anakuwa photographer surely. Uwezi hata heshimu Waluya Ruto. Ruto uwezi heshimu Waluya. Ruto uwezi heshimu Waluya. Unabeba Mudavadi unaenda naye G7. Mudavadi anakuwa ndio photographer. Mudavadi ndio anakupiga picha surely. Mudavadi ndio anakupiga picha G7. Uwezi hata heshimu Waluya, kiongozi ya Waluya. Unambeba. Unaenda naye, yeye ndiye anazunguka na simu yako akitafuta vile atafocus picha. Mudavadi surely. Ruto, ile madharau unatufanyia na kwenda kujionyesha kwa G7. Sasa hii G7 umetoka na nini huko? Hakuna, zero. Ile kitu umerudi nayo ni picha na handshake. Zile salamu ulikuwa unasalamiwa. Hiyo ndio tumepata kutoka kwa G7, picha peke yake. Maraisi wengine akina Trump, akina Macron na Narendra Modi ule wa India wamekuchukua wewe Ruto, wamekuweka kwa kiwango ya mtu wa kutumwa power bank na charger kwa gari. Enda utuletee power bank na charger kwa gari. Hapo ndio umewekwa. Hiyo ndio kiwango ambayo umewekwa. Mbona hata hawangealika hata huyu wa South Africa Cyril Ramaphosa, kwa sababu South Africa economy yao ni kubwa kushinda Kenya. Economy ya South Africa ni mara 2 ya Kenya. South Africa economy yao ni 400 billion US dollars GDP, 400 billion US dollars. Yetu ni 140 billion US dollars yetu. Hatufikia hata South Africa. Mbona wangealika Ramaphosa? Kwa sababu walikuwa wanatafuta mtu ambaye wa kutumia ni rais. Mtu ambaye kile kitu anakubali. Ukimwambia utaingiza GMO Kenya, anakubali. Ukimwambia utaingiza hizi Ebola Kenya, anakubali. Huyo ndio mtu ambaye akina Trump wanataka. Na ni wewe, Bwana Ruto. Umerudisha nchi yetu chini. Hata kule US kuna video ingine tuliona maraisi wanasalamiana, wanahagiana, na wewe umesimama nyuma ya Trump, hakuna mtu anakusalamia, umesimama kama bodyguard nyuma ya Trump. Unatuletea aibu. Wewe ni rais, unaenda kusimama nyuma ya Trump, maraisi wanahagiana, wanabusiana, wanasalamiana, na wewe hakuna mtu anakusalamia. Hakuna mtu ako na haja ya kusalamia. Umesimama nyuma ya Trump kama bodyguard kule, na hakuna kitu imekupeleka huko. Hizi safari ambazo unaenda nje zote, wewe huwa unarudi tu Kenya kubadilisha nguo na kuongeza tax. Hiyo tu ndio kitu inakurudishanga Kenya.
Hata wewe kwenda nje sasa sio news kwa Wakenya. Sio news tena. News kwa Wakenya saa hii ni Ruto atatembelea Kenya lini? Atatutembelea lini? Hiyo ndio inakuanga news siku hizi. Saa hizi Wakenya wanauliza when will Ruto visit Kenya? Kwa sababu ukiwa hata huko France ukikumbuka tu kwamba kuna taxi inafaa niongeze, sijaongeza, unakimbia Kenya. Unakuja unaongeza, unabadilisha nguo, unatoka. Umeenda. Unaambia watu wako, watu wako mko nao hapo State House, unawaambia ebu Google conferences in the world. Google conferences in the world, inaleta conferences. Wanakuonyesha, unawaambia twende hii. Sijui mpaka ukaenda nchi nyingine inaitwa sijui za Japan. Hata hatujawahi sikia hiyo nchi tangu tuzaliwe. Umegoogle tu, umepata kwa Google kuna conference kanaendelea kwa nchi fulani. Ukaenda, ukajipata wewe ndio rais huko peke yako. Kazi yako ni kuingia tu kwa Google kutafuta conferences. Kuingia kwa Google kutafuta conferences. Mpaka Auditor General amesema umetumia 1 billion in 3 months kwa traveling, foreign trips. 1 billion. Na watoto huko kwenu Baringo. Hata usijengee Waluya class, usijengee Wajaluo, usijengee Wakamba. Watoto wenu huko Baringo tunaona wanasomea chini ya miti. Si wajengee hata hao darasa. 1 billion inaweza jenga modern classrooms. Modern classrooms mingi. Modern classrooms. Lakini wewe huko tu unaishi kwa hewa. Unakaa tu unaishi kwa hewa na unatumia hired jet ambayo nchi ya Kenya tunalipa hiyo hired jet ambayo inatumia 5 million per hour. Na ndege ya rais ile ilinunuliwa na Kibaki, ndege kubwa ile ya rais inaishi hapa JKA. Huwezi tumia hiyo, unatumia hired jet ambayo iko na swimming pool ndani, iko na massaging ndani. Sasa wewe unataka massaging ya nini kweli shwali kwa ndege, Bwana Ruto? So hizi safari unaenda nje ni safari useless, hazina manufaa kwa Kenya. Lakini ile kitu mimi nataka kuambia, uko na miezi 13. Kuanzia sasa mpaka August 2027, you have 13 months. You have 479 days today. Uko na siku 479. Kuanzia leo. Wewe enda hizo safari zako, tafuta hata nchi nyingine mzuri ambayo hujawahi sikia. Safiri uende. Hata kuna nyingine inaitwa Czech Republic. Sijui kama hiyo umewahi kusikia. Enda huko pia. Google kama uko na conference uende huko. Utembee huko. Like August tarehe 10, 2027 saa 5 na dakika 59 usiku. Kuanzia hapo ikigonga saa 6 kamili pap unangoja kuanda over. Wewe chagua zile nchi utaenda utravel. Kwa sababu Kenyans we have given up on you. Hakuna kitu utafanya between now and 2027 kubadilisha wa Kenya. Hizi mambo unasema za housing, hawa Kenya ambao millions of Kenyans ambao they can hardly afford a meal in a day. Their priority is not a house. Millions of Kenyans who can hardly afford a meal in a day. Priority yao sio nyumba. That is why watu wanapewa manyumba huko Kibira. Watu wanapewa nyumba Kibira, wanarentisha na wanatengeneza slamu mpya. Wanaishi kwa slamu. Hiyo nyumba sasa ndio inakuwa income yake. Kwa sababu priority ya Wakenya hawa wako chini, hawa maskini ni income, sio nyumba. Sio nyumba. So, mimi namaliza kusema hivi. Hizi safari ambazo unaenda zote hazina manufaa kwetu. Ni safari ambazo zinagharimu wa Kenya na unaharibu mabilioni ya pesa. Zile safari wao umeenda kwa miaka 4 zimeshinda zile safari ambazo marais waliotangulia 4 walienda. Kwa sababu zako zinafika karibu 100. Na wale marais 4 wa kwanza, Jomo Kenyatta, Moi, Kibaki, Uhuru, safari zao zinafika karibu 50, wote 4. Na zako zinafika karibu 100. Na hizi safari umeenda nje karibu 100, hatuoni matunda yake kwa hii economy. Kuna kitu inaitwa return on investment. Matunda yake kwa hii economy hatuioni. Sio shule unatoka nayo huko, sio hospitali. Ni kwenda tu kupiga picha, umesalamia mtu, umepiga selfie.
alafu unasema signed an agreement. Zile agreement ulienda ukasaini na Biden wakati alikuwa rais, agreement 7 zilienda wapi? Tumewahi kuziona? Ukasaini agreement ya improving prison conditions, ukasaini agreement ya supporting civil society organizations, ukasaini agreement ya improving security anti-terrorism activities in East Africa. Ukasaini agreement 7 ambazo zilikuwa zinafika 400 billion. Zile ulisaini na Biden. Prison conditions hazijawahi kuwa improved. Civil society organizations hazijawahi kuwa supported. Sasa hizi vitu naendangu nasema I have signed a bilateral agreement. All those things are useless. Kenyans are not interested in that. Ile kitu wa Kenya wanangoja ni 2027 tarehe 10 wamalizana na wewe mapema uende. Na jambo lingine mimi nataka kuongea la mwisho ni mambo ya finance bill ambayo imepitishwa. Finance bill ambayo imepitishwa na wabunge 122, 122 MPs wale wamepitisha finance bill. Wabunge wale walipinga walikuwa 40. Wale walipinga walikuwa 40. Wale walipitisha ni 122. Wale walipinga 40. Wale ambao wali abstain hawakuingia kwa bunge 185. 185. Sasa na hiyo finance bill hao wabunge ambao wamepitisha wote ni psychophants na surrogates wa Ruto. Kwa sababu hao wabunge walipigiwa kura na wananchi. Employers ya hao wabunge, employers ni wananchi, sio Ruto aliwaemploy. Wale watu constituency wenye waliwapigia kura ndio employers wao. Mbunge inafaa afanye kazi ambaye ametumwa na employer, ambaye ni mtu ambaye alimpigia kura, sio rais. Mbunge inafaa akienda pale kwa bunge atumikie wapiga kura ambao walimpigia kura, si aenda atumikie rais. Wale watu ambao walipigia mbunge kura ndio employers ambao inafaa aserve, sio afike kwa bunge aende kuserve rais. Na watu wakituma mbunge pale wanamtuma kwa aende atekeleze mambo matatu: representation, legislation and oversight, sio kitu kingine. Sasa hao wabunge ambao wanapiga akina Kimani Ichung'wah, huyu parrot ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah na mwingine huko Mola anaitwa Kimani Kuria, maparrots wa Ruto. Ruto akiwaambia ni left, right. Kwa sababu hii finance bill ambayo imepitishwa iko na mambo ndani na sio propaganda. Mimi mwenyewe nimeisoma. Iko na mambo ndani ambayo itakuja kuumiza Wakenya. Kama hii mambo ambayo wanasema agency notice. Bwana Mbadi, agency notice ni kitu mbaya. Ati kama KRA wamekutumia bill na wewe ukubaliani na hiyo bill, uende kotini. Wakati umeenda kotini kupinga hiyo bill ambayo KRA wamekutumia, ati KRA wanapewa mamlaka na hii finance bill kufreeze account yako mpaka wakati hiyo kesi itaisha. Kufreeze account yako. Na hiyo ni kuumiza watu. Hiyo itaumiza wanabiashara because it will interrupt with their cash flow. Watu wengi watafunga biashara kwa sababu ya hiyo. Kwani mnataka msukume wa Kenya mpaka wapi? Biashara zimefunga mingi, bado mnataka zingine zifunge. Kwa nini mnataka KRA kuwa na mamlaka ya kufreeze account ya mtu bila court order? KRA inapewa mamlaka ya kufreeze account ya mtu bila court order. Tena zile bidhaa basic food commodities, unga, mkate na zingine, maziwa ambazo zilikuwa katika category ya zero rated, yani zimelindwa kutokana na VAT, zimelindwa haziwezi pigwa ushuru ya VAT, zilikuwa katika category ya zero rated. Sasa Mbadi amezichukua
amezitoa kwa zero rated, anaziweka kwa exempted. Exempted inamaanisha CS wa Treasury anaweza amuka siku moja aamue kuweka VAT kwa mkate, aamue kuweka VAT kwa maziwa, aamue kuweka VAT kwa unga. Zero rated inamaanisha CS hana mamlaka yoyote, hizo vitu haziwezi pigwa ushuru. Kwa nini Mbadi ametoa hizo basic commodities, amezitoa kwa zero rated, ameweka kwa exempted? Why? Na hii sio propaganda. Hii sio propaganda, ni ukweli kwamba bidhaa basic food commodities ambazo zilikuwa zimelindwa kutokana na ushuru wa VAT, kwamba zisipigwe VAT, zikawekwa zero rated kuzilinda. Mbadi ameziweka kwa exempted, na hiyo ni kitu mbaya. Kitu ingine, hizi ushuru ambazo mnaweka kwa digital payment platforms, mnaweka ushuru. Hiyo ushuru ambayo mnaweka kwa digital payment platforms kwa mfano kwa M-Pesa itaongeza kitu tunaita transaction fee. Safaricom wataongeza transaction fee. Ukituma shilingi 100, transaction fee yake itakuwa juu kuliko vile iko sasa. Sasa ile kitu Mbadi mnafanya, mnarudisha Wakenya kwa cash economy. Kwa sababu Wakenya walikuwa wamefika mahali matatu mtu analipa na M-Pesa, mama mboga mtu analipa na M-Pesa, kila kitu saa hizi mtu analipa na M-Pesa. Sasa vile mnaweka transaction cost ikuwe juu, hakuna Mkenya ambaye atakubali kuweka pesa kwa M-Pesa alipe services ama alipe kitu yoyote na M-Pesa. Mnarudisha Wakenya kwa cash economy, mtu atumie cash. Na mlipata kama tunaendelea vizuri, nchi yetu ilikuwa inaendelea kuwa cashless. Sasa Ruto na Mbadi mnaturudisha kwa cash economy, mnaturudisha kwa mattress banking, Hizi vitu ambazo mmepitisha, hii finance bill yote sio mbaya, lakini imepitishwa na vitu mbaya za utata. Hata walikuwa wameweka 5% customs duty kwa mitumba, tukapiga kelele ikatolewa. But vitu zingine hawakutoa. Kwa mitumba walitoa, lakini kwa vitu zingine hawakutoa. Na bado wamepitisha hivyo hivyo. Na hao psychophants 122 ambao wamepitisha. Mimi nataka kuambia Wakenya hiyo list itatoka, mtaiona. Hao psychophants 122 wakiongozwa na Kimani Ichung'wah na mwingine anaitwa Kimani Kuria, 122 psychophants ambao wamefanya kazi ya Ruto kupitisha hiyo kitu ambayo iko na makosa ndani, badala warekebisha. Hiyo list imetolewa. Wakenya waangalie hiyo list. Kama kuna mbunge wako hapo amepitisha finance bill 2026, huyo mbunge amepiga kura ya kusaidia Ruto kuangamiza wewe mwananchi ambaye ulimpigia kura. Huyo mbunge 2027, deal na yeye, deal na huyo mbunge perpendicularly, deal na yeye, usimsamehe. Amepitisha kitu ambayo itakuja kuumiza wewe. Na hiyo list Wakenya mtaiona. Kama mbunge wako alipiga yes kupitisha, mtaona hiyo list. Na pia tuko na list ya wabunge 40, our 40 heroes ambao walisimama na Wakenya, hata kama walikuwa wachache, waliamua kukufa na Wakenya. 40 heroes ambao Wakenya, pia hiyo list iko kwa mitandao. All Kenyans, we want to celebrate all those 40 heroes. Akina Caleb Amisi na wengine ambao wamepiga kura ya kupinga hii finance bill ya dhuluma ambayo inatengenezwa na Ruto na Mbadi, ambao wanataka kufinya Wakenya zaidi kuliko vile Wakenya wamefinyika. Asante na Mungu awabariki. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.